I'm so happy today for the grace of God na kwa kile ambacho Baba anafanya ndani ya maisha yetu na ametuneemesha. So get ready today, wakaongea the 7 pillars of wisdom. 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 7 pillars of wisdom. That's my topic today. Now, if kuna topic you cannot afford to miss, it is this one. The 7 pillars of wisdom. Because wisdom inakuwa na pillars. Na Biblia inasema kwamba wisdom inakuwa na pillars 7. Na leo nataka tuangalie those 7 pillars of wisdom. Na tuangalie kwamba kila pillar kazi yake ni gani. Kutoka pillar ya kwanza mpaka pillar ya mwisho. Alafu tuangalie kile ambacho Baba anataka tujue na kile ambacho Baba anataka tufahamu. And I believe from there Baba atatubariki. It is very very important to understand, if kuna kitu cha muhimu kwa maisha ya Mkristo, it is wisdom. Wisdom is, Bible inasema kwamba wisdom is a principal thing. Wisdom is a principal thing. So angalia the book of Proverbs. Proverbs. So get ready now, manake tunapenya kiudani ili tubarikiwe. Na nimesema kwamba today tunaangalia the 7 pillars of wisdom. The 7 pillars of wisdom. Alafu tunaangalia kwamba umuhimu wa wisdom kwetu nini. Najua tumeunderstand mambo mingi sana. But nataka tuangalie the book of Proverbs chapter number 9 and verse number 1. Proverbs chapter number 9 and verse number 1. Before tukuje kwa hii ya Proverbs 4 verse number 7. Let's start first kwa Proverbs chapter number 9 and verse number 1. Nataka usome kama mtu ambaye understand kwamba niko na wisdom. Na if au na wisdom, the Bible says ask wisdom. James ndivyo anasema kwamba uombe wisdom, ile hekima na utaipata. Hebu tusome pamoja kama watu ambao wanajua kwamba wamebarikiwa mahali popote huko. Tusome pale Proverbs chapter number 9 verse number 1. Tusome kwa nguvu. 1 2 3. Wisdom has built her. Goja. Hebu turudie tena. Wisdom has built her. So wisdom ni he or ni her or ni him? Wisdom ni she. So wisdom tunakuja hapo ni mwanamke. Tutakuja hapo. Hebu tusome tena 1 2 3. Wisdom has built her house. She has out its 7 pillars. So wisdom ina pillars gapi? 7. Inajenga nyumba, na nyumba ya wisdom inakuwa na 7 pillars. Wisdom inajenga, au wisdom anajenga. Wacha nitumie vile Baba umesema. Wisdom anajenga nyumba yake. Na akijenga nyumba yake anaweka pillars, nguzo 7. There are 7 pillars of wisdom. That's why my topic today is the 7 pillars of wisdom. Hizi pillars zimetajwa pale ni gani? Ziko wapi kwa Bible? Zina kusaidia namna gani? It is very important to understand this. Yule ambaye aliandika Proverbs was Solomon. Na Solomon aliandika Proverbs anaongea juu ya wisdom. Maana the first an encounter with God. Wakati alienda katoa sacrifice pale Gibeah, the Bible says immediately that night Mungu akamtokea akamuuliza, unataka nikupe nini? Then Solomon akamwambia Mungu, I need wisdom. So kwa hivyo Solomon baada atuambia kwamba wisdom ina 7 pillars, and understanding ya wisdom, kwa maana aliomba wisdom, hekima, na akapewa. Na in fact wacha nikustue before tupenya pale kidogo, wacha tufanye research kidogo about Solomon, alafu tukuje kwa 7 pillars. Hebu angalia back 1 Kings chapter number 4 verse number 29. 1 Kings chapter number 4 verse number 29. You remember Solomon aliomba hekima na akapewa, na kuanzia hapo akaanza kuongozwa na hekima. Hata kwa uamuzi wake alikuwa anatumia hekima. You remember kuna wakati wamama wawili ambao walikuwa ni kahaba walipewa watoto kwa wakati mmoja. Then mmoja kwa bahati mbaya kwa kukosa uangalifu akararia mtoto wake usiku na akafa. Wakati waliamka asubuhi akastukia kwamba mtoto wake, usiku akastukia kwamba mtoto wake amekufa. Akajua kwamba the only way out ni
achukua mtoto wa rafiki yake abadilishe, akampea yule mtoto amekufa, alafu akachukua yule mtoto ambaye ako hai. Asubuhi huyu mama ambaye mtoto wake alikuwa hai alipoamka na akaangalia, akaona kwamba huyu mtoto hakai mimi, hata hii pua inakaa Kamau, hii pua haikai mimi, hapana, hii pua si yangu. Akapasema kwamba huyu mtoto si wangu. Huyu mwingine akaanza kubishana, hapana, huyu ni wangu, huyu nini, huyu amekufa ni wako, huyu kwa, wakaanza kubishana pale until time walienda kwa Solomon. Solomon ambaye alikuwa full of wisdom, na wakati walienda kwa Solomon kuna kitu ambacho kinanijenga about Solomon. Alikuwa sasa atatue mtoto ni wa nani. Sasa alisema kwamba aliitisha upanga, asema kwamba niletewe upanga. Sasa huyu mtoto ambaye ako hai ni mkatanishe, kila mtu aende na pande yake, mwingine pande yake. Mwenye mtoto akasema hapana, baada ya mtoto kuuliwa, wacha huyu mama apewe mtoto, bora tu nimuone, sitaki mtoto akufe. Bali huyu mwingine ambaye si mwenye mtoto, yule ambaye mtoto wake amekufa, alikuwa anasema mwingine hapana, wacha wakatanishwe, kwa sababu alikuwa anataka mtoto huyu mama afe kama vile mama mtoto wake amekufa. But Solomon through the wisdom of God akasema kwamba huyu mama ni mwenye mtoto. Wisdom of God. Manake alikuwa na wisdom, anaweza kutatua issues. And that's why tusome pale 1 to 3 First Kings chapter number 4 verse number 29. Follow me close, manake I have a lot. Nitakwambia what is wisdom, nitakwambia aina 3 za wisdom, nitakwambia level 3 za wisdom, alafu nikupe 7 pillars of wisdom. 1 to 3. God gave Solomon what? May you receive wisdom in the name of Jesus Christ. Mimi nasema alipewa nini? Wisdom. And a very great insight and of understanding us. Okay, continue the next verse. Look at this. Solomon's was greater than the wisdom of all the, may that be your portion in the name of Jesus, than all the men of the east, and greater than all the wisdom of Egypt. Goja, angalia verse number 34. Angalia verse number 34. Look at this. Hey, Shakato Rabba. Men of all nations did what? They did what? Men of all nations came to listen to who? Akona wisdom, watu wanamtafuta. Imagine, akona wisdom, anatafutwa. Si anatafuta watu, anatafutwa. I declare, manake today you'll be operating with the wisdom of God. Si wewe utatafuta watu, watu watakutafuta. Case closed. Manake with wisdom unatafutwa. Yani watu wanataka tu uongee, watu wanataka tu point yako, manake you are full of wisdom. Watu wanataka usikie ukiongea. Mimi nasema kwamba because of wisdom watu wote walikuwa wanatafuta Solomon. Angalia, tusome tena verse number 34 again. Men of all nations came to listen to Solomon's wisdom, sent by all the kings of the world. All the kings of the world wanatumana. Walikuwa wanatumana kwa sababu Solomon ako tajiri sana. Walikuwa wanatumana kwa sababu Solomon anajua kuvaa vizuri sana. Walikuwa wanatumana kwa nini? Wisdom. Kwa nini Solomon alikuwa anatafutwa? Wisdom. Don't come with the wisdom of God unaweza tafutwa. Don't with the wisdom of God unaweza tafutwa. Can I ask you this? Joseph alikuwa na degree gapi? Joseph wa Bible alikuwa na degree gapi? Alikuwa na degree gapi? Alikuwa na degree? Hakuwa na degree. You remember how the man was persecuted? Vile aliwekelewa mabaya, vile aliwekwa mpaka kwa prison. But remember, wakati mfalme aliota ndoto, akatafsiri ile ndoto, Biblia inasema kwamba Farao alisema hatuwezi pata mtu ambaye ana wisdom kama hii. So kile ambacho kilikuwa juu ya Joseph was a wisdom of God. Kwa nini alifanyika prime minister? Wisdom of God. Hakuwa amesoma, hakuwa anajulikana, but wisdom of God ikamfanya akuwe prime minister. Ndio kuna promotion zingine bado, you need only the wisdom of God. No, the Bible says wisdom is a principal thing, not prayer. Prayer is not the principal thing. Wisdom is a principal thing, not fasting. Wisdom. You can fast, but without wisdom, it goes to work.
You can pray, but without wisdom it doesn't work. The Bible says wisdom is a principal thing, not faith. Sarah. Praise God. May you receive the wisdom of God in the name of Jesus. Follow me closely. Bado sijaanza. Mungu anisaidie manake nasikia niko na mambo mingi sana. 1 Kings chapter number 10 verse number 4. 1 Kings chapter number 10 verse number 4. Follow me now. Ili tuone yule Ben andika Proverbs chapter number 9 Solomon. Ana experience gani na wisdom. Bado sijakwambia what is the definition of wisdom. Just kaa hapo. Tusome 1 to 3. When the queen of Sheba saw all the wisdom of Solomon and the palace he had. So nini queen of Sheba aliona? Wisdom. It is my prayer after today's sermon, watu wakikuangalia wanaona wisdom. Wakiangalia mzee wanaona mzee anaongea na wisdom. No wonder the Bible says virtuous woman, kile kinatoka kwa kinywa chake ni wisdom. Hivyo ndivyo inasema. Yule mwanamke ambaye tunamuita noble woman, virtuous woman, na zile characteristic more than 22 zimetajwa zake. Biblia inasema kwamba kile kinatoka kwa kinywa chake na wisdom. Read your Bible. Proverbs chapter number 14. Read your Bible. Bible inasema magani? Wise woman anajenga nyumba yake. But yule ambaye ni foolish anaibomoa kwa mikono yake. So through wisdom hata nyumba inasimama. Read your Bible. Hebu tusome 1 to 3. The wise. That's it. Manake virtuous woman ana kinywa chake ni wisdom. Hekima inatoka. Hekima, very important. That's why Solomon akituelezea. Okay, wacha tuangalie mfano mwingine alafu tuangalie kwenye those pillars. Angalia Ecclesiastes chapter number 9. Ecclesiastes chapter number 9. The 7 pillars of wisdom. The 7 pillars of wisdom is my topic today. Na bado sijaanza kukuelezea pila ya kwanza. Sijafika hapo. Sijakuambia type 3 za wisdom. Na sijakuambia level 3 za wisdom. Na sijakuambia benefit kama 10 za wisdom. Ili nikuje 7 pillars. So hebu tusome pamoja 1 to 3. Verse number 13. Tusome Solomon. Ecclesiastes imeandikwa na Solomon. So bado ni Solomon anatuambia juu ya wisdom na anatuelezea umuhimu wake. Hebu angalia 1 to 3. I also saw under the sun this example of wisdom that greatly impressed me. And Solomon ana wisdom, but ameona mtu ambaye ana wisdom amefurahishwa na wisdom ya huyo mtu. Anasema namna gani? There was once a small city with only few people in it, and a powerful king came against it. So ni city kidogo, but mfalme ambaye ana nguvu akaja kuattack that city. Biblia inasema namna gani? And surrounded it and built huge what? Siege works against it. Verse number 15. I like it. Hebu soma nisikie watu ambao na wisdom. Hebu tusome 1 to 3. And now there lived in that city angalia mwenzangu mwambie, that's not my portion in the name of Jesus. That city there was I declare in your city, hautajulikana kama a poor man, but utajulikana as a rich man, as a rich. How says they arrived a poor? An abomination. That's not part of you. Praise God, billionaires. Praise God, millionaires. You are not a poor woman. Deuteronomy chapter number 15, the Bible says, Mungu akaambia wana wa Israeli, hakutakuwa na maskini katikati yenu. Jesus akaambia disciples, maskini mtakuwa na wao. Hakuambia mtakuwa maskini, alisema kwamba maskini mtakuwa na wao, bali sio nyinyi mtakuwa na wao, bali sio nyinyi. I declare, roho ya maskini iko chini ya miguu yako in the name of Jesus. Ile biashara utafanya through wisdom. You don't understand. Through wisdom.
Okay. Tusome 1 to 3. Tuko verse 15. Tuendelee. Hebu soma hiyo verse. Hiyo verse wina nikisoma. Hebu soma hiyo verse tena. Poor but I want to reverse that one. Wacha nikwambie kwa nini nitareverse. Angalia Ezekiel 28. Let me reverse that one. Ezekiel 28. Follow me closely now. Whoa, koshakatalaba. Verse 4. Ezekiel 28 verse 4. Tusome 1 to 3. By your wisdom and understanding you have gained. Goja. Mtu ana gain wealth through what? So and then what about okay, able to some by your wisdom and understanding you have gained wealth for yourself and amassed gold and silver in your. May that be a portion in the name of Jesus. Now, goja. What about Ecclesiastic? There was a poor man but na mtu anapata utajiri through. So bona ako poor na ako wise. Mimi nasema kwamba hekima ndio inafanya mtu atajirike, bali huyo mtu ana hekima. Okay, hebu tusome hapo sasa. Tusome 1 to 3. Hey. Now there lived in that city a man poor. But ni vyema sana. Okay. And he saved the city by his. So goja, hakuwa na pesa but ana wisdom. Wameatakiwa, wamezungukwa, wanataka kuulewa. Hana pesa but ana wisdom. The Bible says he saved the city through wisdom. Yani Kenya inaatakiwa. Kuna matajiri. Maana kibirifu kwa hii city kulikuwa na matajiri but hawakuwa na wisdom. But huyu mtu ambaye hana kitu ana wisdom. Bible haijasema vile alifanya. No. But alitumia wisdom. I wish niko na time kubwa kana kwamba niseme tuko nao ya 2 hours. Nikupe example mpaka ya mwanamke mwingine wise. Vile alikomboa watu wengine wa mji through wisdom. Manake wisdom. Unaweza kuwa na wisdom ukomboe nyumba yenu. Unaweza kuwa na wisdom ukomboe ndoa yako. Unaweza kuwa na wisdom ukomboe mpaka biashara yako through wisdom. Bible inasema alikomboa through prayers hapa. Nisikize, sisemi ya kwamba prayer hazina nguvu. Zina nguvu yake. But hapa ni prayer au ni wisdom? Yes. Kuna ile nyingine you need to apply wisdom. Case closed. Hai, hebu tusome. But nobody. I declare hiyo party ya mwisho sio yako in the name of Jesus. Nataka nitangaze utakuwa na kumbukwa in the name of Jesus. Kwa nini hakuna mtu ambaye alimkumbuka? Kwa sababu alikuwa poor. Natangaza kuanzia siku ya leo. May you have influence mahali unakaa. Nataka watu wakukumbuke in the name of Jesus. Ako na wisdom but poor. Hakuna mtu amemkumbuka. Angalia next verse now. God nisaidie. Hebu soma vizuri hapo. Akasemaje? Solomon akasema namna gani? So I said wisdom is better than. Sema tena. Sema tena. So unaweza kuwa una nguvu na sister ako hapa ako na wisdom. Gani mzuri? Wisdom. Sio nguvu, ni wisdom. Then but the poor is oh my God. Angalia next verse alafu niende mahali nataka. Sijasikia ukisoma. Okay.
Acha nayo, angalia verse 18 ndio nataka hiyo sasa. Mark it. 1 2 3. Wisdom is better than weapons of war. So wisdom is what? Wisdom is better than weapons of war. Is my prayer after this. Utaomba wisdom in the name of Jesus Christ. Wisdom in marriage. Wisdom in doing business. Kwa maisha yako wisdom. That's why Solomon aliomba wisdom. Manake ni kwamba what I need is wisdom. Nataka unifuatilie hapa, nataka unitegee. Follow me closely. What is wisdom? What is wisdom? I know kuna ile mnajua, but wacha tu nikupee hii. Tunasema kwamba wisdom, it is a divine insight into God's plans and purposes of God. Wisdom is the divine insight into the plans and purposes of God. Divine insight. Divine insight into the plans and purposes of God. What is wisdom? Wisdom, it is an understanding spirit. It is understanding spiritual realities. Wisdom is understanding spiritual realities. It is understanding spiritual realities. Wisdom is insight into reality or truth. It is insight into reality or truth. Foresight into the future. Takonisikize. Wisdom is insight into reality, foresight into the future. Foresight into the future. It can cause you to understand what others cannot see. Wisdom can cause you to understand what others cannot see. With wisdom, you can rightly judge what others cannot figure out. Mark this. Wisdom causes you to do what you should do. Wisdom causes you to do what you should do. That's it. Kile ambacho unafaa kufanya, wisdom inakusaidia kufanya. Kile ambacho unafaa kufanya, with wisdom unafanya. So kwenye, nataka unitegee hapa, kwenye Proverbs chapter number 9 verse number 1. Bwana anasema kwamba wisdom inajenga nyumba na inaweka 7 pillars. But let me ask you, ukijenga nyumba ni nini unaweka first? Foundation. So wisdom inajenga nyumba na inaweka 7 pillars. But before ujenge nyumba kuna foundation. Who is the foundation? Jesus. Who is Jesus? Wisdom of God. So before you apply wisdom, you need Jesus as a wisdom of God in your life. Manake Jesus is a foundation, na ni foundation ya wisdom. He is a foundation. Kwa hivyo before wisdom ijenge nyumba, lazima kukuwe na foundation, na Jesus ni foundation. Na ni foundation kwa maana Jesus is a wisdom of God. So hakuna mjengo unaweza jenga without foundation, and Jesus is a foundation. You need to understand that Jesus is a foundation. So foundation is Jesus, who is the wisdom of God. Now from foundation now unaweza jenga. But before tufike kujenga kuna mambo kadhaa you need to understand. Number 1, wisdom ni mwanamke. Wisdom hailinganishwi na mwanamke, hakulinganishwa na mwanaume. And so ameitwa ha. Wamama wote tuko hapa, praise God. Yes, wamama wote tuko hapa, praise God. Yes. So amelinganishwa na mwanamke, by the way. That's one thing you need to understand. And number 2, wisdom. She is married. Ameolewa. Hakai peke yake. Proverbs 8:12. Hakai peke yake kwa nyumba. Si anajenga nyumba. Wisdom sio single. Wisdom ni married. Soma kwa Bible. 1 2 3. Soma vizuri. 1 2 3. I
no wisdom. Sikai peke yangu kwa nyumba. I'm married. Kuna mtu nakaa na yeye, nakaa na werevu. Prudence, welevu. Are we together? Nataka uelewe kile ambacho nakwambia. Bora wacha kuniangalia. Wisdom ni mwanamke, nisikize. Na wisdom ameolewa. Kwa maana wisdom amejenga nyumba. Wisdom hajagojea ajengewe nyumba. Wisdom amejenga nyumba na anakaa na werevu. Manake mtu ambaye ana hekima ni mwelevu. Sasa anakaa na welevu, nisikize. Alafu wisdom ina mikono miwili. Wisdom ina mikono miwili. Wisdom ina mikono miwili. Nimesema kwamba wisdom imelinganishwa na mwanamke number 1. Wisdom hakai peke yake, hakai single. Wisdom wisdom ameolewa, but still wisdom ana mikono miwili. Angalia Proverbs chapter number 3. Hii time nayo, Jesus Christ, hii time imenikimbiza. Hii time imenikimbiza sana. Proverbs 3 verse number 13. Proverbs 3 verse number 13. Proverbs 3 verse number 13. Wakapo ananiambia pastor, mimi nataka kwanza hata before then nataka I need this wisdom. Imagine sija kuambia kitu. I'm laying the foundation. Na nikimalizia kuambia kile nakwambia, utakuwa kila usiku na mchana unaomba for wisdom. Kwa kazi yako utakuwa naomba wisdom. Hata kwa kanisa utakuwa naomba wisdom. Utaelewa kwamba umuhimu wa hekima. Hebu tusome 1 to 3. Blessed is the man who finds wisdom. The man who gains understanding. Blessed, kubarikiwa ni mtu ambaye amepata wisdom. Maana ukipata wisdom umebarikiwa. Why? Maana sina time. Job verse number 16. Hapo inaelezea juu ya wisdom. Biblia inasema kwamba long life is in her right hand. So wisdom ana mikono miwili. Right hand imebeba nini? Long life. So with wisdom, premature death is not your portion. Hauwezi kufa premature, manake wisdom inakusaidia ukae hapa mpaka umalize your purpose and serve your purpose. And I want to declare today, bila woga, hautakufa prematurely in the name of Jesus. Manake you have wisdom to apply kile ambacho kimeandikwa kwa Bible. Insight into the truth, into the realities. Uko na insight ya plan ya Mungu na purpose of God in your life. So the Bible says, and the left hand imebeba nini? Riches and... So ukuwa na wisdom, umaskini una nguvu juu yako. Manake wisdom inakuja imebeba mikono miwili, long life, right hand. Left hand imebeba honor and riches. I declare katika jina la Yesu Kristo, may you enjoy both hearts of wisdom in your life. May you enjoy both hearts, right hand and left hand. Utajiri and honor. I declare riches and honor. I declare riches and honor through wisdom. That's it. Let me surprise you kidogo halafu nikupe pillars. Manake kai. This is sweet. Tulisema kwamba wisdom is a principal thing. Wisdom is a principal thing. Wisdom is the principle. So, angalia hii verse. Angalia Proverbs chapter number 4. Proverbs chapter number 4 verse number 7. Mahali tulikuwa. Proverbs chapter number 4 verse number 7. Proverbs chapter number 4 verse number 7. Hallelujah. Hallelujah. Tusome 1 to 3. Wisdom is supreme. Therefore, get. May you receive wisdom in Jesus' mighty name. The Bible says, get wisdom. And then, though it costs all, get understanding. I wish niko na time nicheze na haya maneno. But leo naongea na juu ya wisdom tu, wacha na understanding. So, about next verse. Esteem her. She will, ni nani kitakuinua?
Ni nini kitakuinua? Bible inasema kwamba extend wisdom, then wisdom atakupromote. May be promoted through wisdom in the name of Jesus. Imagine ukiwa na wisdom, promotion is a must. Whether in business, kimaisha, you need wisdom. Are we together? Able to sober you verse again. I like it. She will embrace. It is my prayer, may you embrace wisdom. Then what will happen? You will be honor. Wisdom atakuona. So with the wisdom there is promotion, there is honor. Angalia next verse. Angalia. I like it. She will. Woo! Shakata. Then you receive grace through wisdom. You receive grace through wisdom on your head and present you with a crown of. Nani anakupea that crown? Angalia next verse. Kidogo tu. I like this. Listen, my son. Verse number 11. I guide you in the way of wisdom. Lead along straight. Angalia. You can mark this. Very important. Ukiwa na wisdom kitembea, steps zako hazitakuwa hampered. When you will not. Ni nini kinakusaidia? Wisdom. Then the last one there. May you receive wisdom in the name of Jesus. So before nikupe the 7 pillars, angalia verse. Proverbs 21:20. Proverbs 21:20. Proverbs 21:20. I like this one. In the house of the wise. So ni wapi kuna food na oil anointing? Ni wapi? Nyumba ya mtu ambaye ni mwelevu. Kuna anointing na kuna chakula. But a foolish man, yes, hata kile ako nacho. Wisdom very important. Wisdom itakusaidia mpaka kutajirika. Wisdom. Haya. Now, kwa maana tumesoma hayo mambo, nataka unisikize. Rudi nao kwenye Proverbs chapter number 9 verse 1. I have 17 minutes remaining. Na kwa those 17 minutes lazima niongee the 7 pillars. Lazima niongee the 3 types of wisdom. Na lazima niongee the 3 levels of wisdom. So within 17 minutes, kwa hivyo nataka unitegee kwa sababu nitajaribu ku summarize the whole thing. Tusome now. Wisdom has. So ukiwa na wisdom, utajenga nyumba au utajenga? Kwa sababu nani ambaye atakusaidia kujenga nyumba? Okay. Wacha uone. Hebu niweke Proverbs 24. Verse 3. Sijasikia ukisoma 1 to 3. By wisdom a house is, and through understanding it is. Next verse. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. So nyumba inajengwa through wisdom. Na ukijenga nyumba, wisdom inakusaidia kuweka 7 pillars. 7 pillars. 7 pillars. 7 pillars. But now the question is, ni vyema sana ku understand kuna aina 3 za wisdom. Hebu angalia James now. Angalia James.
before nikuje hapo kuna kitu nataka kutaja. Najaribu kukimbizana na time, but you need to understand this. Biblia inasema kwamba if unataka wisdom, omba utapewa. That's it. The same Bible inasema kwamba ukiconnect na watu ambao they are wise, utakuwa wise. Meaning you can tap wisdom through connection. Na still Moses aliombea Joshua akapata wisdom. You can be prayed for na upata wisdom. You can pray and you receive wisdom. Unaweza tembea na mtu Bwana wisdom, upate wisdom. Unaweza umpewa na u receive wisdom. Very important. Hizo verses ziko, but wacha tuingie. Angalia James now. James, very very important. James chapter number 3 verse 13. One, two, three. Soma kwa nguvu. 1, 2, 3. Who is wise and understanding among you? Goja. There is a question mark. Who is wise and understanding among you? Question mark. Let him by that comes through wisdom. Angalia next verse. But if you envy, selfish what? Ambition in your heart, do not boast about or deny the truth. Follow me closely. Next verse. Such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly and spiritual and of the devil. Meaning kuna heavenly wisdom na kuna earthly wisdom na kuna human wisdom. 3 types of wisdom. Kuna human, kuna earthly ambao ni demonic imetajwa pale, but kuna heavenly wisdom. Kuna aina 3 za wisdom. Aina unaweza niuliza pasa ni wapi imetaja juu ya human wisdom? Yes, wacha tuwekao hii verse alafu nikupe kile nataka. Tunarudi hapo. 1 Corinthians utaiandika 1 Corinthians chapter number 1 verse number 25. 1 Corinthians chapter number 1 verse number 25 imetaja juu ya human wisdom. Hebu angalia, for the foolishness of God is wiser than man's wisdom. So kuna wisdom of man. Wisdom of man. Kuna wisdom ya kidunia na kuna heavenly wisdom. Very important. Kuna wisdom ambayo inapeanwa na Mungu kutoka juu mbinguni. Kuna wisdom ya kidunia na kuna wisdom ya binadamu. Na usisahau, ni vyema understand, Lucifer, shetani wakati alikuwa juu, the reason why alikuwa anafanya yale mambo alikuwa anafanya, the Bible says he was full of wisdom in heaven. But wakati alikosea, wisdom yake ikawa corrupt. So alikuja hapa, alikuwa amepakwa mafuta na alikuwa full of wisdom Lucifer. But wakati alikosea, wisdom yake ikawa corrupt. Akaja hapa na corrupt wisdom. Na mpaka wa leo watoto wa giza ni welevu kushinda watoto wa nuru. Si kuna watu ambao wanaenda kwa devil worshiper, wanasaidiwa kupata pesa na njia za na wisdom ya kidunia. Can I surprise you? Do you know the issue? Wait, let me surprise you. Alafu tuende hapa before nikupe those 7 pillars kwa haraka sana. Angalia Genesis 3. Angalia Genesis 3. This one is very important, maana you need to understand this. Genesis chapter number 3. Genesis 3, don't miss this one. Inaipenda. Angalia verse 6. Verse 6. Oh my good God, I have only 10 minutes. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. Stick there. So anapokea wisdom ya nani? Ya shetani. Na wisdom ya shetani ni corrupt wisdom. Hivyo ndivyo inasema. That's why kuna wisdom ya kidunia.
Kuna watu wanasema kwamba unaweza fanya hivi na upate pesa. That's it. Unaweza enda utoe mtoto wako sacrifice na upate pesa. Si kuna watu kama hao? Hiyo ni wisdom ya shetani. Kuna still wisdom ya kidunia. Kuna ile wisdom ya watu wako hapa. So kuna wisdom ya watu, kuna ile ya shetani na kuna ile ni ya Mungu. So ile ambayo naongea juu yake leo, it is a heavenly wisdom ambayo imetajwa pale nao kwa James chapter number 3 mahali tumefikisha. James chapter number 3. But nataka unitegee. Wisdom ya Mungu iko na level 3. So tunaweza kuwa sister akona wisdom, brother akona wisdom, but ni level 3. Kuna level 3 za wisdom. Level 3 za wisdom. Turudi pale sasa. Hebu tusome hiyo verse number 14, verse number 14. 1 to 3. Next verse number 15. Verse number 15 because of time. Such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly and spiritual and of the devil. Next verse. Where you have envy and self, there you fight discord and every evil. Next verse. But the wisdom that comes from above. Ngoja kidogo. Meaning kuna wisdom ambayo inatoka from above. Ngoja. Wisdom ya Solomon ilikuwa ni ya kidunia au ni from above? Aliambia Mungu nipe wisdom. So the wisdom ya Solomon was a wisdom from above. Sio ya kidunia, sio ya binadamu, ni wisdom from above. Na wisdom from above kwa Bible imepeanwa na level 3. Nisikize, level 3. Level 3. Level number 1 is what we call Sophia. Kuna mtu ambaye anaitwa Sophia hapa. Sophia is a Greek word for the word wisdom. Wisdom in Greek is called Sophia. Sophia is wisdom. Sophia is wisdom. Si mnajua kuna watu wanaitwa Sophia? Sophia is wisdom. That's level number 1. That is insight into realities. Tunaita theoretical wisdom. Theoretical wisdom, that's Sophia. Kila mtu ana that one. Kila mtu, watu wengi sana ana that one. That's Sophia. But kutoka Sophia ukigrow, the more una grow, unatoka from Sophia unaenda S-U-N-E-I-S. S-U-N-E-S-I-S. Sunesis. Unaenda Sunesis. Sunesis is reasoning. Don't know kwamba kuna mtu mnaweza ongea na yeye usikie kwamba ana reason. Sunesis is another level of wisdom. Ni ku reason. Unakuta kwamba huyo mtu ana reason sana. Yaani mnaongea, anauliza kwamba Sister Jane hebu ongea kitu fulani. Unasikia kwamba Sister Jane vile ame reason na ni kweli. Hiyo ni ameongea point. Man ame reason. That's wisdom. Kuna watu ambao wana reason. That's level number 2, Sunesis. Kuna Sophia, insight ya reality, theoretical one. But we have this one. What calls Sunesis is the reasoning. But we have the higher wisdom. Ya just imetajwa kwa ruku. Sina time ya kutu huko, nitakuja kukupea manake nataka kukupea 7 pillars. I have 5 minutes za kukuambia 7 pillars. So kuna level ile ni ya nguvu sana inaitwa phronesis. Phronesis is P-H-R-O-N-E-S-I-S. Phronesis. P-H-R-O-N-E-S-I-S. Phronesis is mindset. Mindset. That's a higher level of wisdom. So we have Sophia, Sunesis na phronesis. High wisdom. Mtu unakuta kwa mawazo yake yamekuwa set. Mindset yake imekuwa set. Kuna mambo hayawezi msumbua, ako set. And understand kile ambacho anafaa kufanya. But now, in wisdom from above now, in a 7 pillars. Now all those 7 pillars zimetajwa in James 3 verse 17. James 3 verse number 17, we have the 7 pillars of wisdom. Pillar number 1. Pillar number 1.
pure or purity. Soma. But the wisdom that comes from above is first of all pure. Pure. Very important. Pure. That's why mtu ambaye ana wisdom, maisha yake atakaa na utakatifu. Manake pila ya kwanza unapewa na wisdom ni pila ya utakatifu. That's why Joseph, kwa maana alikuwa na wisdom, wakati alikuwa seduced by Mrs. Potiphar, alikubali kulala na yeye au alikataa? Alikataa. What was that? Wisdom. Why? Manake pila moja ya wisdom is pure. There is no way unaweza kuwa na wisdom alafu unajiingiza kwa mambo mengine. Manake wisdom inakusaidia, pila moja inakusaidia to remain pure. Kuna mambo utakataa, kuna mambo utasema kwamba hapana. Why? Manake hiyo ni pila. Wisdom inakupea that pila, inakusaidia kusimama na utakatifu. Pila moja ya wisdom ni utakatifu. That's pila moja. That's why nasema kwamba first of all is pure. So wisdom ambayo unapewa na Mungu first is pure. That's the first pillar of wisdom. Purity. Matthew chapter number 5 verse number 8. Blessed are pure in heart, for they shall do what? For they will see God. I believe hiyo verse haimaanishi tu kwamba you see God time atakuja. Hata kwa maisha yako Mungu atakuwa na manifest, unamuona. Manake pila moja ya wisdom ni utakatifu. Wisdom inajenga nyumba na pila moja ni utakatifu. That's the first pillar. Pillar number 2. Pillar number 2. Angalia pillar number 2. Pillar number 2 is peaceable. Peaceable. Angalia mahali tulikuwa. James chapter number 3. Blessed are peacemaker, for they shall be called sons of God. Tusome. But the wisdom that comes from above is first of all pure, and then peace loving. Peace loving. So mtu ambaye ana wisdom, number 1, atakuwa na pila ya utakatifu. Then number 2, hatakuwa hapendi vita. Hapendi vita, anapenda peace. Ukiona mtu ambaye anapenda ugomvi, anahitaji wisdom. Manake wisdom ambayo imetoka juu ni peace loving, haipendi ugomvi. So ukiona kwamba una ugomvi kila time unagombana na watu, angalia kana kwamba do you have this wisdom or not? Manake the wisdom from above, pila ya pili ni what? Peace. I remember the story of Abigail. Abigail, bwanake alikuwa si mwelevu, alikuwa ni mpumbavu. Na wakati David alisaidia servants wake kwa jangwa, then David akatumana. At least wakati sasa alijulikana kwamba it is time to share what kondoo. Akasema kwamba nao wacha nitumane nipewe at least ka kitu. Na Baraka akasema kwamba sijui David manake amekosa kutii master wake Saul. Na papo hapo David akaamua kwamba ataua nyumba yote ya Nabal, ataiua. But Abigail, through the wisdom of God, akajua kwamba wacha nichukue kitu hapa gift nipelekee David ili kifo kisikue kwa nyumba yangu. Why? Abigail alikuwa anapenda peace. Alikuwa anajua bwanake ni mpumbavu, alisimama na bwanake through wisdom. Na if uko hapo unanisikiza, when the wisdom of God, mahali kuna vita wewe unaleta peace, mahali kuna ugomvi wewe unaondoa peace. Abigail alijua kwamba sitaki vita kwa nyumba yangu. Bwanangu unajua hana wisdom, bali nitasimama nisaidie bwanangu. How I pray ya kwamba mama bona nisikia, wazee bona nisikia, ya kwamba you be peace loving also kwa nyumba. Peace loving mpaka kwa biashara. Peace, mtu ambaye unapenda peace. That's a pillar of wisdom, peace. Number 3. Pillar number 3 is gentle. Gentleness is another pillar. Gentleness is another pillar.
Gentleness. Meekness. That's why Matthew 5:5, blessed are meek, they shall inherit the earth. Matthew 11:29, you understand Jesus Christ alikuwa gentle. Watu ambao ni wapole. Wapole. Tunakwamba if kuna kitu kinanijenga ni David. Na wacha tu nikusome hii verse. Hebu angalia 1 Samuel chapter number 18. 1 Samuel chapter number 18. Kuanzia verse number 10. You remember the story of David. Alianointiwa. Na Sauli kila time alikuwa anamtafuta muue. Alikuwa anamtafuta muue. Na alikuwa anamrushia mpaka mkuki ili amdunge na ule mkuki. Imagine. Tiria mkuki amdunge na mkuki. But David instead ya kuchukua ule mshale amrudishie Sauli. Yeye alikuwa anamuondokea. Hebu nisome 1 to 3. Verse number 10, verse number 10. Verse number 10. Tusome kwa haraka. The next day an evil spirit from God came forcefully upon Saul. He was prophesying in his house while David was praying the harp as he usually did. Saul had a spear in his hand. Angalia. Next verse. And he howled it and saying to himself, I will pin David to the wall. But David eluded him twice. Alimwondokea. Ikadivert. Angalia. Saul was afraid of David because the Lord was with David. But angalia next verse. So he sent David away from him and gave him over 1,000. And now Mark verse 14 is a key verse. Mark verse 14. Everybody read the verse. Everybody to King James verse. So my 1 to 3. And David behaved himself wisely in all his. So ni nini kile kinasaidia David? Wisdom. Alijua kwamba sitagombana na huyu ambaye ni mkuu. Let me tell you. Sauli alikuwa amekataliwa na Mungu, but David honored him. Ile problem tuko nayo ni kwamba ukiwa na mistake ya kiongozi wako, kila time una major na that mistake, you don't honor that person. That's why watu wengi sana wana mix the grace ambayo tunafaa kupokea. David alijua kwamba huyu ni kiongozi, ni mfalme. Hiyo kiti nimeitiwa. Kuna time nitakalio hiyo kiti. Hata kiachilia mshare kwangu, sitamrudishia, hatutabishana na yeye. That was wisdom. Mtu ambaye ana wisdom, Mungu akikuongelea, wewe hautamwingilia. Akikutusi, wewe hautamtusi. That's wisdom. Mtu mpole. Next pillar. Pillar number 4. Easy to be entreated. Mtu wa kusikiza watu. Mtu wa kusikiza akiambiwa kitu. Easy to be entreated. Mtu wa kusikiza. Pillar nyingine ni kusikiza. Wisdom inakusaidia kusikiza. Ukiambiwa kitu unasikiza. That's another pillar. Kusikiza. If kuna kitu kiliharibu Rehoboam, aliambiwa na wazee, usifanye kama kile babako amefanya. Barakasikiza wale vijana wadogo. Rehoboam, ufalme ukawa divided. Alikosa kusikiza wazee. Kuna mtu ambaye anapenda kwa Bible anaitwa Apollos alisaidiwa na Priscilla na Aquila. Although alikuwa acquitted to word of God, na alikuwa anajua ubatizo wa John 2, akasaidiwa. Although alikuwa na knowledge, alisikiza. It's good kusikiza. Maana kadaza pila. Mtu ambaye hasikizi, kuna mahali ataanguka. Kuna area atafeli. Maana kusikiza is another pillar. Wakati unaambiwa kitu fulani na kitu fulani unasikiza, that's another pillar. Kusikiza is a pillar of wisdom. Number 5. Another pillar is full of mercy and good fruits. Wisdom is full of mercy and good fruits. That's another pillar. Merciful. Na matunda yanafaa merciful. Always merciful.
Ukiangalia Act chapter number 10 verse number 36, Mark 9:36, not Mark, Act 9:36, there is a story of Tabitha. Tabitha alikuwa anafanya mambo mazuri, or Dorcas alikuwa anasaidia wajane, alikuwa anafanya, the Bible says this woman was full of good works. Alikuwa anahurumia wale watu na unawafanyia mambo mazuri. Wakati unahurumia watu, that's a pillar. Manake hata wewe utahurumiwa. Wakati unaona mtu ambaye hajiwezi, unamsaidia, yani una kazi nzuri, kile ambacho unaweza fanya unafanyia mtu, that's a pillar. Kwa maana hata wewe utasaidika. Wakati unahurumia wale wengine, unawatenda mambo mazuri, that's a pillar of wisdom. Utasimama wewe, manake unapanda, na siku moja hata wewe lazima Mungu atahakisha kwamba watu wamesimama na wewe. Next pillar, pillar 6. Wisdom is without partiality. Haina fitina. Hekima haina fitina. Pillar ingine ni kukosa fitina, without partiality. Iko pale kwa mahali tunasoma, ziko pale zote 7 of them kwa James chapter number 3. So haina fitina. Wisdom is without partiality. Haina fitina. Do you know kwamba kuna watu wa fitina? Watakufitini mpaka kikazi, watakufitini mpaka kanisani mkikaa na yeye, watakuletea fitina. Do you know kwamba kuna mtu unaweza kaa na yeye ugombane na watu 10 siku moja, mmeongea na yeye for 5 minutes ukosane mpaka na Kenya Jomo, na si kwa sababu ni mbaya, maana yeye kazi yake ni fitina. Wisdom haina fitina. Haitafanya ufitini watu wale wengine, utapenda watu wale wengine. That's another pillar. Ukuwa na fitini watu, to miss it. Manake the pillar of wisdom ya kwamba haina fitina. And the last pillar, wisdom is without hypocrisy. Haina unafiki. Unajua kuna mtu ambaye anasema kitu na kile anasema si ile anafanya. Watu ambao ni wanafiki, hypocrite. Haina unafiki, haitajifitia mtu. Tunyo kuna mtu ambaye anasema kai, mnaona mtu yani kube na hii go. Yani unakuta kwamba amejificha kabisa. But mtu ambaye ana wisdom hatajificha, hana unafiki. Kile ambacho anasema anamaanisha hivyo. But you know kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuja hapa kuonyesha kwamba I support you, I'm praying for you, I'm fasting on your behalf, but ana unafiki.